wewe unanung'unika. Haya maneno ambayo unanung'unika na kwa maneno ambayo yameandikwa, na hakuna vile utayatoa, yatabaki hivyo hivyo vile uliipata, na ndio vile utaiacha. Kwa hivyo hapa hatujakuja kushambulia, hapa tumekuja kufundisha, na ndio sababu tunapeana nafasi ya maswali. Maswali tunapeana nafasi kwa sababu gani? Ikiwa haujasikia ndio uulize, hapa mmefundisha lakini sijasikia. Na ikiwa utakuwa umesikia na umeona imefundishwa visivyo, basi ni haki yako kusema hapana, iko hivi na hivi na hivi kwa mujibu wa maandiko. Kwa hivyo mwalimu, utanisomea kitabu cha Methali 3:5. Wacha nianzie hapo. Kama ilivyoandikwa, tumaini Bwana moyoni mwako wote. Mwenyezi Mungu anatuambia kama mwanadamu, tumaini Mungu kwa moyo wako wote. Usituweke tumaini yako kwa mwanadamu. Huyu mwanadamu ako na matatizo yake, yeye pia anahitaji msaada kama wewe. Mungu anahitaji msaada. Ndio sababu tuweke tumaini yetu kwa Mungu, tutoe tumaini yetu kwa wanadamu. Hao wanadamu ni waongo. Sasa Mungu anatuambia tutumaini Bwana katika nini? Endelea. Bwana, usitegemee akili zako mwenyewe. Mungu anasema tusije tunategemea akili zetu. Wewe usitegemee akili za mwenzako. Usitegemee. Kuja uone Mwenyezi Mungu anasemaje kwa vitabu vyake. Ndio maana tumeondoka nje. Tulikuwa msikitini kwa muda mrefu sana, tukaona ya kwamba pana haya maneno tuyatoe msikitini, tuwaelezee wale wengine pia, huenda wanahitaji, huenda wakafahamu, na katika hali ya kufahamu wawe ni wenye kubadilika na kuwa ni wenye kufuata Mwenyezi Mungu. Ndio sababu tuko nje. Hatuja kuja nje kwa ushabiki, hatuja kuja nje kwa kushambulia. Kwa hivyo wao ukituona katika hiyo hali, basi jua ya kwamba anayekushawishi ni shetani. Anayekushawishi ni shetani. Nikiwa unasawazika na shetani, basi fanya nini? Acha shetani. Hebu tumsikize Yesu anasemaje. Kitabu ni cha Mathayo 5:18. Inasemaje? 5:18. 5:18. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa katika Mathayo 5:18. Inasema hivi mwalimu wangu. Inasema kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapovuka. 15 wale 15 nani? 15 nani? 15 nani nasemaje? Inasema watu hawa huniheshimu kwa midomo. Yesu anaongea akisema watu hawa binadamu wanamheshimu Yesu tu kwa midomo. Yaani watu kawaida yao ni kuimba Yesu 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 kwa midomo tu. Haya si maneno yangu jamani, haya sio maneno yangu, ni maneno ya Yesu. Endelea mwalimu. Inasema hivi, nao wanamheshimu Yesu kwa midomo na kumwabudu Yesu bure. Hii ni maneno ya Yesu, haya sio maneno yangu. Wanamwimba Yesu kwa mdomo, mioyo yao iko mbali na Yesu, baadaye wanamwabudu Yesu bure. Endelea mwalimu. Nao wanamwabudu Yesu bure, wakifundisha mafundisho. Kwa hivyo watu wanamwabudu Yesu bure, wakifuata mafundisho yaliyo maagizo ya nani? Wanadamu. Ina maana wanadamu ndio wanafundisha watu
kwamba Yesu ni nani? Mwalimu, naona mama amechemka hapa. Na fadhali amepewa maiki. Aseme nini anataka kusema, manake ana jambo. Ana jambo la kusema lakini aseme. Okay. Ndio kama anaweza kutoa maiki. Anamunyike ndani ya maiki. Anasikia hiyo watu wasikie anataka kusema nini. Sisi tunakaribisha kila mtu. Alafu tunasaidie kwa majibu. Maana yake hapa sisi hatulengi mtu. Hatulenge mtu. Ndio maana nianza kusema kuna watu wamechukua Yesu wakajitawalia. Yaani kumzungumzia Yesu. Mtu anafikiria unamchukua. Mwalimu, rudia andiko vizuri. Hainasema watu hawa uniheshimu kwa midomo. Mwalimu, ukisikia watu nani? Wanadamu. Ni wanadamu. Haya sio maneno yangu. Haya maneno hata ukichomeka kwa ajili ya haya maneno, tafuta Biblia, ukifika kwa Mathayo 5:10 na Mathayo 8, rarua. Na ukirarua kwa Biblia yako, yangu itakuwa imebaki. Jua utakuwa umerarua kwa Biblia yangu. Niko nayo. Kwa hivyo haya maneno sio maneno yangu. Yesu anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo yao. Endelea. Ila mioyo yao, ila ukiangalia mioyo yao iko mbali nami. Iko mbali na Yesu. Nao waniabudu bure. Yesu anasema ukiwa utamuabudu, ukiwa utasema wa milele Mungu wa baraka ni nani? Yes. Na mwingine ajibu ya kwamba wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Hayo ni mafundisho ya wanadamu. Yesu ndiye amesema, sio mimi. Mimi sijaandika Biblia, na sina nafasi ya kuandika Biblia, na sina nafasi ya kuongeza wala kufuta. Yesu anasema watu hao wanafanya nini? Uniabudu bure. Wakifanyaje? Wakifundisha mafundisho yaliyo nani? Ya wanadamu. Nenda 17:5. Yeremia 17:5 inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kwa hivyo Mungu anasema ikiwa utamtegemea mwanadamu, ikiwa utafuata mafundisho ya mwanadamu, ukaacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu, umelaniwa. Hiyo umelaniwa, si maneno yangu. Mpaka turudi kwa maneno ya nani? Ya Mungu. Hebu tusikize Yesu anasemaje. Kitabu ni cha Mathayo 20:20 mwalimu. 5:20 Mathayo mtakatifu. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. Maana nawaambia ya kwamba haya ni maneno ya Yesu. Yesu anasema, maana nawaambieni ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi haki ya wanadamu isipozidi hiyo haki ya waandishi na nini? Na Mafarisayo, hamtafanya nini? Hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mwalimu, mpaka haki yetu zidi haki ya Mafarisayo. Na inasema haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo. Kwanza hapo kuna nini? Waandishi wameandika nini? Waandishi wameandika nini? Kwa hivyo ikiwa utapata pahali imeandikwa ya kwamba Yesu ni Mungu, ukaishikilia hapo, hebu ichunguze. Kwa sababu Yesu amesema mpaka haki izidi, haki ambayo tuko nayo izidi wale watu ambao wamefanya nini? Wameandika. Na wale ambao wameweka sheria ambao ni Mafarisayo. Mwalimu, hebu nenda katika kitabu cha Hosea 4:6. 4:6 kitabu cha Hosea. Inasemaje? Basi nifike pale mwalimu wangu. 4:6. Inasemaje? Hosea 4:6 nimefika. Inasemaje mwalimu? Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. Watu wangu, Mwenyezi Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa. Ikiwa tutazungumza hapa na ukatae haya maneno, mimi nami nitakukataa wewe. Pia takukataa. Watu wanaangamia kwa sababu wamekataa maarifa. Wao ni kufuata tu mtu. Mtu amesema yeye ni nabii, yeye ni nani, alafu wewe unamfuata tu. Katika hali ya kumfuata tu, basi Mungu anasema umeangamia kwa sababu umekataa nini? Umekataa maarifa. Haya ni maneno ya Mungu. Mungu anasema watu wangu wameangamia kwa sababu gani? Wamekataa
maarifa. Mpaka turudi kwa Mwenyezi Mungu. Tukirudi kwa Mwenyezi Mungu, basi hapa ndio tutafanya nini? Tutakaa wenye kufaulu na wenye kufanikiwa. 56 kitabu cha Yeremia. Watu wangu, Mwenyezi Mungu anazidi kulalamika, anasema watu wangu wamekuwa kama kondoo waliopotea. watu wamekuwa kama kondoo waliopotea, Wachungaji wao kwa sababu wachungaji wao wamewapotosha. Haya si maneno yangu. Watu wa Mungu wamekuwa kama kondoo waliopotea. Kwa sababu gani? Wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji ni wanadamu. Akikuambia kitu chunguza. Kama ni ya kweli ambayo isikamana na maneno ya Mungu, basi fuata. Na kama si ya kweli, unafuata ya nini? Utaingia katika moto wa jehanamu pamoja na yeye. Kwa hivyo haya ni maneno ya nani? Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hebu mwalimu, tafsirie kitabu cha Yeremia. Yeremia 10:21 nasemaje? 10:21. Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. 10:21 kitabu cha Yeremia inasema hivi mwalimu wangu. Inasema kwa sababu wachungaji wamekuwa kama wanyama. Mungu ndiye anasema jamani, hii si maneno yangu. Wachungaji wamekuwa kama wanyama, wala hawakuuliza kwa Bwana. Hao maneno ambao wanafanya tu, hawaulizi kwa Mungu. Mtu anakurupuka tu, anafungua sehemu ya ibada, anaipatia jina, anaianza. Ndio unapata wengine waliangamia Shakahola kwa sababu ya vitu kama hivi. Chunguza. Ndio sababu sisi tumetoka nje, ili tufundishe watu, ili watu wasipatikane Shakahola. Endelea. Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. Basi hawakufanikiwa. Hawatafanikiwa na pia hawakufanikiwa. Endelea. Na makundi yao yote yamefanya nini? Yametawanyika. Unaona kila wakati madhehebu inachipuka. Kila wakati. Kwa hiyo haya sio maneno yangu. Haya ni maneno ya nani? Maneno ambayo tunapata kwa Biblia, na Biblia inaaminiwa 100% ya kwamba ni maneno ya Mungu. Hebu mwalimu, turudi katika Qur'an. Tusikize Mwenyezi Mungu anasema nini kati ya Waislamu na Wakristo, hao wanaosema wao ni Wakristo. Mungu anasemaje? Kitabu cha Qur'an, Suratul Maida, aya yake ya 82. Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. Inasema baada ya Allahi Samiul Alim minash shaitani rajim. Naam. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Mungu anasema utawakuta walio maadui zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na wasiokuwa na kitabu. Hao ndio Mayahudi, hao ndio maadui ya Waislamu. Na utawaona walio karibu kwa urafiki, na utawaona waliokuwa karibu na urafiki, utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu, utawaona waliokuwa karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Tulia mwalimu. Kwa hivyo Mungu anatuambia wanaosema ya kwamba wao ni Wakristo ni marafiki ya nani? Waislamu. Sasa mtu akisema ya kwamba sisi ni maadui ya Wakristo au tunashambulia Wakristo ni uongo. Mungu anasema wale ambao wako karibu sana na Waislamu ni wale wanaosema ni Wakristo. Ndio sababu utaona Mkristo ako na duka, Muislamu ananunua ndani. Utapata Muislamu ako na hoteli, Mkristo anakula ndani. Utapata kama Mkristo ako na msiba, utapata Waislamu wamekuja. Utapata kama Waislamu wako na msiba, utapata Wakristo pia wamekuja. Kwa hivyo Mungu anasema sisi ni marafiki. Sasa tatizo ni kusoma.
Kama tungelikuwa tunasoma, hatungelikuwa tunanung'unika. Mwalimu, endelea na andiko. Endelea nasema. Endelea nasema. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni. Mungu anasema katika Wakristo hapa kuna wasomi, kuna wanavyuoni, wasomi na wachao Mungu. Sasa wewe kuja ukatae. Qur'ani imesema katika Wakristo kuna wanavyuoni na wachao Mungu. Sasa kuja ukatae ya kwamba hakuna wanavyuoni kwa Wakristo na wacha Mungu. Hayo ndio inasema. Safi. Na kwa sababu hao Wakristo hawatakabbar, hawana kiburi. Sasa watakuwa ukileta kiburi kwa Waislamu, wewe ndio unafanya makosa. Mungu anasema Wakristo hawana kiburi kwa Waislamu. Sasa ikiwa wewe unaanza, itakuwa ni wewe ndio umeanza. Lakini Mungu amesema Wakristo hawana kiburi. Endelea. wakijua haki. Shida ni kujua haki. Ndio sababu tumekuja ili watu wapate haki. Unaifuata. Hata mimi nilizaliwa katika familia ya Kristo. Baada ya kujua haki, mimi sasa ni Muislamu, natangaza Uislamu. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Hakuna shida. Shida hapa ni kujua haki. Watu wamekataa kutafuta haki. Watu wanapelekwa kama kondoo. Unamjua Yesu Mungu? Ndio. Mtoto wa Mungu? ndio. Alienda msalabani? Ndio. Yeye ni msabibu? Ndio. Yeye ni mlango? Ndio. Ndio yule Mungu mtoto? Hapana. Tafuta ukweli, tafuta haki. Tumweke Yesu kwa nafasi yake. Endelea mwalimu. Imeisha mwalimu. Enda Yustini na tatu hiyo. 83. 83 mwalimu. Na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume, na Wakristo wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume, inasema wakatumikia kweli kweli, na wakafuatilia wakapata ya kwamba yanayosemwa kwa mtume, kutoka kwa mtume ni ya kweli. utaona macho yao yanamiminika machozi, yanamiminika machozi, kwa sababu ya haki walioitambua. Shida ni kutotambua haki. Haki ndio haijatambulika, lakini wakitambua haki wanaifanya nini? Wanasemaje? Mola wetu, hakika Mola wetu, tumeamini. Basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia ukweli huu. Ukweli wako. Aina inasema na wakilaumiwa kwa kusilimu kwao. Na wengine wakilaumiwa baada ya kujua haki, alafu wanasilimu wanakuwa Waislamu, wanaanza kulaumiwa, kwa nini umekuwa Waislamu? Usema nini? Na kwa nini tusimwamini Mwenyezi Mungu? Nasema kwa nini tusiamini Mwenyezi Mungu baada ya kujua ya kwamba Mwenyezi Mungu ni wa pekee na wa kweli? Kwa nini tusiamini? Na haki iliyotufikia, na haki ambayo imetufikia, tumesikia haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kutoka kwa mitume wake. Kwa sababu gani tusipate? na hadi tunaamini Mola wetu, na tunaamini Mwenyezi Mungu ambaye ni Mola wetu atatuingiza peponi pamoja na watu wema. Tutaingia peponi pamoja na watu wema. Kwa hivyo wewe Mkristo silimu, ukishasilimu kuwa Muislamu, uingie peponi na watu wema. Hebu tuangalie miongoni mwa watu wema ni nani? 3:45 Qur'an. Watu wema 3:45 Qur'an. Inasema a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitani rajim. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Kumbukeni waliposema malaika. Malaika walisema nini? Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. za kumzaa mtoto bila ya mume. Utazaa mtoto bila ya mume, bali kutamka neno tu, kwa kutamka neno tu litokalo kwake na kumwambia. Hili neno limetoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema zaa wewe Mariamu. ukazaa pasina kuingiliwa. Mariamu akazaa pasina kuingiliwa na mwanamume yeyote. Jina lake la huyu mtoto ni
ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, Isa mtoto wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia. Jambo la kwanza, Yesu ako na heshima katika dunia hii na ahera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu, na kwa miongoni mwa waliopelekwa, watu wema ambao wamepelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa leo tunauliza swali, Qur'ani imesema Yesu ni mtu mwenye heshima katika dunia. Kuna mtu anajidai Mkristo, lakini utapata kwamba amemuning'iniza Yesu kifuani mwake, ako uchi bila nguo, yuko uchi, amemweka kifuani. Je, ukimtembeza mtu kifuani uchi, umemheshimu kweli? Umemheshimu? Mwalimu, wewe leo hii ukutane na mtu ametaimu baba yako au babu yako pahali ambapo alikuwa naoga akouchi ama yuuchi, ampige picha, alafu baada ya kumpiga picha achukue ile picha amejinginisha shingoni, alafu anasema nimempenda babako. Ukikutana naye utafanyaje? Kweli utafanyaje? Utamfanyaje? Lakini hapa watu wanatembea na Yesu akiwa uchi kifuani, na watu hawanung'uniki, hawalalamiki, alafu wanasema hiyo ni upendo. Upendo gani huo? Ni upendo gani? Ndio sisi tunasema huyu Yesu ni mwenye heshima katika dunia, na inafaa aheshimiwe, na aheshimiwe katika nafasi yake maalum ambayo Mwenyezi Mungu alifanya nini? Alimwekea. Hebu tumsikize Yesu. Yesu anasemaje katika Qur'an? Sura ya 43 aya yake 63 mwalimu. Yesu anasemaje? 43:63. 63 Yesu anasemaje? Anasema kama ilivyoandikwa. Safi. Anasema hivi, alipofika Isa kwa dalili zilizo wazi. Alipofika Yesu katika dunia hii kwa dalili zilizo wazi. Inaendelea inasema, alipofika Yesu kwa dalili zilizo wazi. Safi. Alisema nini? Nimekujieni na elimu yenye nafuu. Yesu anasema amekuja na elimu ya nafuu, yaani elimu ambayo haina gharama. Na nyie, na ili kuelezeni baadhi ya yale mliohitilafiana. Yesu aje katika dunia aelezee watu yale ambayo wamehitilafiana. Inaendelea inasema, anaelezea watu kwa yale ambayo wamehitilafiana. Safi. Basi mcheni Mwenyezi Mungu. Yesu anasema tumche Mwenyezi Mungu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, tumche Mwenyezi Mungu na mitiini. Sasa kama Yesu anasema tumche Mwenyezi Mungu na tumtii, sisi Waislamu tutamkejeli aje? Sisi tutakejeli Yesu aje? Na katika Qur'ani Yesu anasema tumche Mwenyezi Mungu na tumtii. Endelea. Anasema kwa hakika Mwenyezi Mungu. Yesu anasema kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu, ndiye Mola wake na Mola wenu, na Mola wetu. Basi mwabuduni, tumwabudu Mungu. hii ndio njia. Kwa hivyo iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni kufanya nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa mujibu ya kauli ya nani? Ya Yesu. Kwa hivyo Yesu anasema tumche Mwenyezi Mungu, tumtii, na katika hali ya kumtii tuamwabudu Mola wake ambao ni Mola wetu. Na hiyo ndio njia yenye imenyooka. Alafu hapa wewe unaambiwa Mungu milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani? Na unajibu kwa sauti ni Yesu. Ukisema unasema unaona Waislamu? Hii si maneno yetu. Kwa hivyo Yesu anasema tufanye nini? Tumwabudu Mwenyezi Mungu. Hebu tuangalie haya maneno aliyasema kwa Qur'ani tu ama ameisema katika Biblia pia? 20:17 Yohana. Akamwambia, Yesu akamwambia, usinishike. Usifanye nini? Usinishike. Kwa sababu kwa maana sijapaa juu kwenda kwa Baba. Yesu anasema asishikwe kwa sababu hajapaa kwenda juu kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie. Yesu anasema nini kwa nani? Kwa ndugu zangu kawaambie. Sasa kama Yesu ni Mungu, Mungu anakuwa na ndugu zake. Hatari. Kama Yesu ni Mungu, Mungu anakuwa na ndugu zake. Sasa ndugu zake watamuita aje? Endelea. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Yesu anasema ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu.
yetu, lakini wewe unakazana ya kwamba yeye ndio Mungu. Wale wa Siprano wanasema wamilele Mungu wa baraka ni nani? Wale wa Besi wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Subutu. Subutu. Hii hakuna. Kama hiyo litasababisha tulaumiwe, basi mtulaumu katika dunia, lakini sisi tushasema. Kwa hivyo kulingana na muda tutakuwa ni wenye kuachia hapo, ama kama kuna mtu ambaye na swali. Nimeona ndugu yetu umetufuatilia tangu tuanze haya maneno. Unasemaje? Hebu pelekee mic kidogo ndugu yangu. Wewe ni Muislamu, mashaallah ndugu yetu. Kwa hivyo hata Muislamu anaweza kauliza jambo lolote ambalo huwa inamtatiza. Haya, sawa, inamtatiza. Kwa hivyo kulingana na muda tutakuwa ni wenye kufanya nini, kufunga mkutano kwa ajili ya siku ya leo, na kesho bado tuko hapa mpaka kesho kutwa. Kesho mada tutauliza swali, mada yetu, na kuna wachungaji wametuahidi ya kwamba wanakuja. Kila mara wanatuambia tunakuja. Sijui wamejificha wapi, hatujui wamejificha wapi, lakini utatukia siku ya Jumapili ndio utawaona wanaingia, na nitakuwa ni siku yetu ya kumaliza. Kwa hivyo nitamaliza kula kwa dua, alafu utakuwa ni wenye kufunga mkutano wa leo. Mada inasema Yesu alikuwa